tulizoea kumuita babu. Alikuwa baba ya watoto, babu ya watoto, baba ya watu wote, babu ya watu wote. My name is Yusuf Busengo, and I'm the captain of the Congolese soccer team in Brisbane. We came here today to just to show our appreciation for the coach. He was our leader. He started this team 10 years ago, and as you can see, we have young and old players here. But he showed us how to become men, not only to play football, but he also showed us how to be leaders in our communities. And a lot of people think that having a lot of money makes you successful, but in my opinion, it's the way that you live your life and the way that you show a lot of people what kind of person you are. And as you can see here, a lot of boys came here to say thank you to our coach, and he showed that he was a great man, a father, a coach, and a leader to almost every Congolese person in Brisbane. Thank you. Many older people in the Congolese community, he was the one who was a true supporter of our team. This man was a very special man. Very, very special man. Papa Rodina protected us for 10, 11 years. He was there for us whenever we go. Save me to Wumba, everywhere we go. For some of us who didn't come with parents, he was there for us, giving us advice. Some of us we could end up in jail using drugs, but the man was there for us. He said, those boys, they're my boys. Alikuwa hero mfano. Inawezekana wengi mnamjua hapa, lakini kuna wengi wanamjua nyumbani. Alikuwa njoo kichwa, kilikuwa kinapaki familia. Alitufaa tuitwe wanaume leo. Alitufaa tukue mkoyote watu wenye wako strong. He made us be men. He made us be what we are. Some of us were involved in drugs, but he worked harder to get us out of jail or to make sure we don't get arrested. Baba Musafi, the cleanest Congolese. Mtu mwenye alikuwa anajua kuvala kushinda Wakongomani wote. Mzee Rodina alikuwa mzee ambaye alilipenda familia yake. Mr. Rodina told us 3 things. 1, hope. He taught us to have hope in everything that we did. And I remember he used to tell me that he had hope that our community one day will stand. There won't be conflict. People will live as one family. Number 2, he taught us to be patient. I remember sometimes when we used to go with him to attend the soccer games, some of the players could make mistakes. Despite his age, despite his personality, he knew how to humble himself and be patient with them. Lastly, he taught us to live in peace. No matter what people could say, no matter what people could do, I believe up to now, Rodina was a role model in our community. Était un homme, un père, grand-père, entraîneur, chef de famille, était mon ami. Nous avons perdu, la communauté congolaise a perdu un homme. Le mot nous manque pour apprécier ce qu'il a fait dans la communauté congolaise. En tout cas, via alinifanyia kitu moja wakati nilikuwa president, via hakuniachilia mkono. Donc ile mafikiri yote niko naona image ya via
siwe kata nitoka kamuro. Chaque fois tukakosana na bibi yangu ananiita nanipa conseil. Donc mimi napoteza baoba. Ni susi sana vraiment. Mais kwenye iko Mungu ambariki. Rest in peace, Papa Rodina, Papa Kocha. We love you, but God love you more. That's it for me. From the coach, I did receive a lot of benefits. He did teach us how to be together, live together as one, in peace. And if I was about to say like all the benefits, I could write a book even. It's not gonna finish, but thanks coach. Huyo mzee alikuwa mzee, hata wengi wanamshuhudia. Tunapoteza mtu katika community na tunasema Mungu afanye kazi yake na Mungu anafanya, lakini tunaendelea kushauri familia wabaki katika umoja na wabaki katika upendo. Kuna kitu aliwaachia na ile kitu aliwaachia njoo waishike, maana kitu muhimu alishafanya kazi yake, anaenda sasa. Inabaki wale familia wanabaki wafanye vile kwa wengine na Mungu alifanya, na Mungu abariki familia na tunaendelea kuombea familia. Mungu atie nguvu na Mungu awezeshe na Mungu awapatie akili na hekima ya kulinda wengine na Mungu yule mzee aliyolinda. Amen. Mimi nashukuru Mungu kwa kuona mzee wetu Rodina amekufa, ametuacha, lakini alikuwa amemaliza kazi yake yote yenye ilihitajika mzazi afanye kama vile mzazi. Ni kwa upande ya community, ni kwa upande ya majamaa zetu. Mzee alijitahidi, alifanya yoyote iwezekanavyo. Na kwa mfano ule anataka kuona kazi yenye mzee alifanya katika community na katika majamaa zetu. Kazi ya mwisho ambayo aliifanya ni ile ambayo alifanya katika familia yangu. 1 week before, yani wiki moja mbele ya fariki, mzee alifanya mazungumuzo ndani ya nyumba yangu, na hiyo mazungumuzo kwa leo iko kwenye YouTube. Ule alipenda kuona ile mzee aliongea kwa kupokea wageni wangu walikuja kuoa msichana wangu. Kweli mzee amenifanyia kazi, alinisimamia kama mzazi, kwa sababu hapa Ulaya kuna wale wazazi tulikuwa na wao, wale tuliacha nyumbani, lakini hapa tuna wengine wazazi, na mzee ndiye alisimama kwa baadhi ya wazazi wengine kwa kunisapoti, kwa kupokea wandugu wenye walikuja kunioea msichana wangu. Basi mimi kwa mema yote alifanya kwa community yetu na kwa African wote, mimi namutakia apumzike mahali pema. Na kwa niaba ya familia yake, kitu ningeongea ni kusema kwamba jamaa yake iangalie mwenendo yenye mzee alikuwa amefanya kwenye community, kwa sababu alionyesha picha mzuri yenye itawasaidia. Kwa sababu kama unaangalia hawa watu wote ni watu walimfamia na walitaka wakuje wamuone mzee namna atasafiri kwa maisha yake yote ya mwisho. Basi mimi naomba tu Mungu amulaze mahali peponi kwa amani, na azidi pia kutukumbuka wakati tutakuja tukutanane peponi. Asante. C'est vraiment une perte, son départ pour la communauté congolaise. Le coach fut un leader, un homme qui aimait les autres. Donc, comme vous pouvez le constater ici, nous avons les gens de n'importe quel âge, les enfants, il y a les jeunes, il y a aussi les parents. Donc c'est vraiment une perte pour la communauté congolaise. Il fut quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un qui avait son caractère. Donc c'est une perte. Dieu donne et il reprend, donc c'est la réalité. On doit continuer à vivre, célébrer sa vie et continuer avec ce qu'il nous a laissé. C'est-à-dire essayer un peu d'être unis. Il a essayé d'unir les jeunes à travers le football, quelque chose qui était impeccable. He was a great mentor to our community, especially the Congolese community and the African community at large, so he'll be greatly missed. Just want to say we'll miss our coach. He was more like a friend to us, a father, and as well as a coach. We had a lot of great memory together. We used to make jokes in training, wherever we were. You know, this is like a big loss for us, you know, losing
this guy all in sudden, you know, it's a very big loss for us. But we can't do much. God gives, God takes. We'll say thanks to God because He decides whenever, wherever. You know, all we can do is pray so that his soul rests in peace where he is. Thank you, Papa, for being for us. Thank you. Jambo nyinyi yote, mimi kwa majina naitwa Biamungu Jean de Dieu, na huyu mwenye amefariki mzee Rodina ni baba yangu. Nikisema baba yangu watajua kama ni wakuniza, lakini ni mdogo wa baba yangu wakuniza. Nikisema ni oncle paternel. Sasa kwa hivyo chenye mzee ametuachia ni kitu kikubwa sana. Ametufanyia mambo ya ajabu special familia yetu na ingine yeye hufanya community. Community amkumbukia kwa vitu vingi. Alikuwa anafanya kadrema ya wajeni, kocha. Nikiwaza wenye walishika Vimvira wanamjua sana, alikuwa ni kocha na hapa ameendelea kazi ya ukocha. Wajeni watamkumbuka sana. Community ya wakubwa, community ya Wakongomani tutamkumbuka sana kwa mambo aliyoyatenda. Kwa kifupi, huyu mzee alitenda mambo makubwa. Na ndio kwa maana ni Warundi, Wanyarwanda, Wakongomani, Wazungu walikuja kuhudhuria kwa huyu msiba wake. Kwa kifupi, Mungu amlaze mahali peponi pema. Amen. Et voilà, c'est un vieux que nous sommes en train de pleurer tous. Et la communauté congolaise est en train de pleurer notre père, qui était vraiment le grand coach dans l'encadrement de la jeunesse, sport et tout. C'était vraiment un recro culturel dans la communauté congolaise. Vraiment, nous sommes en train de pleurer notre papa qui nous a quittés, que son âme repose en paix. Et puis la famille qu'il vient de laisser, il laisse vraiment une grande famille. Comme vous venez de le voir, il y a beaucoup de gens ici qui sont venus pleurer notre père qui est parti. Voilà, on n'a rien à dire, mais on l'a perdu. Et on continuera toujours à pleurer notre père qui vraiment s'est donné trop pour la jeunesse. Il était vraiment ami à tout le monde, les enfants, les pères. Vraiment, il était vraiment un cadre dans cette communauté. Et vraiment, c'est une perte pour nous, c'est une perte pour la communauté, c'est une perte pour la famille, c'est une perte pour les amis, c'est une perte pour même la communauté catholique ici à Brisbane, c'est une perte pour les voisins blancs, burundais, congolais, rwandais. C'était vraiment un vieux qui était multiculturel, si je peux le dire, parce qu'il s'est donné dans toutes les communautés possibles. Spécialement dans notre communauté congolaise, c'était vraiment un vieux qui s'est donné du cœur, matériellement, spirituellement. Vraiment, nous le pleurons et que son âme repose en paix. Pendant longtemps, gratuitement, sans profit. En tout cas, ça, il n'y a personne qui peut le faire dans la communauté congolaise. Il n'y a que lui. Il l'a fait pendant longtemps. Il nous a entraînés quand nous sommes arrivés ici jusqu'à maintenant. Mais en tout cas, c'est un grand témoignage que je garde de Papa Rodina. Ouais. Tuehinga famille ya Mtama Rodina nga kwa moyiji kwa kasherera musuku 24 mwezi w'10 mwaka gw'ekihumbi kiguma na majana gali 919 twaloza naho kumenyesa abandu boshi omwana omufuliru hwaliri yeyeshingisi wangi bamuli n'ihanga lye Australia ko tariki 24 kuno mwezi w'11 mugogo no mwaka tuli mohe tuwetu tugaorganize Rodina Cup hagabo tubumbu mbalimbali mwizo lusiku hagaba maekipe mbalimbali hagabe kupe aba emisore twigashatira bagahabwa na mamedaye kwo twalozo kubabwira mweshi ko muyegerere no kwijishirikya lusiku mukubashu bamushaja okaluira communauté congolaise abayigirizo tubumbu akayishaza bwenene cyo cyanatuma eno misore yitu yabona konanga norusikwa kasherera bamukengere bashati akabumbu ko kumukengero mu communauté congolaise kumikolwa yoshi yakakola higulu lyo mukongomani kongwa bwenene twashukuru
na mweshi twabakaribisha bwenene muyegerere. Aksanti.